Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe sana, mpenzi mtazamaji ambaye umekuwa ukitazama na kutufuatilia. Kwa majina yangu naitwa Kuhani Sami Kapela, ni mtumishi wa Mungu ambaye nimekuwa nikihudumu kwa ajili ya kuendelea kukufundisha ama kukuelekeza masuala mbalimbali ya kiroho. Na leo niko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumzia jambo moja. Jambo ambalo nataka kuzungumza kwako kwa siku ya leo ni siri ya kuweza kusamehe au faida ya kuweza kusamehe katika maisha ya mwanadamu. Kwanza kabisa ni kushukuru kwa wale ambao umekuwa ukitufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, lakini pia unaweza kuingia YouTube kaandika Kuhani Sami, lakini pia unaweza kutembelea Facebook account ya kwetu, lakini pia unaweza ukatutazama kupitia Instagram kwa kuandika Kuhani Sami. Na unaweza kuwa una maombi mbalimbali unahitaji tuweze kukuombea, pia nakaribisha na ninapokea maombi ya kwako kutoka mataifa mbalimbali. Unaweza kuwasiliana kwa namba ya simu ya Kuhani, na kama uko ndani ya mipaka ya Tanzania andika tu anza na 0627 alafu malizia 405002, utaweza kunipata moja kwa moja. Nimesema kama uko nje ya mipaka ya Tanzania anza na alama ya kujumlisha alafu malizia na kodi ya 255 alafu 627 405002. Sasa tuendelee na somo letu ambalo kwa siku ya leo tunataka tuweze kujifunza siri ya kuweza kusamehe na kwa nini unatakiwa uweze kusamehe. Wako watu wengi wanaweza wakaniuliza, mtumishi, kwa nini unazungumzia habari ya kuweza kusamehe? Kusamehe kuna siri nyingi ambazo zimeweza kujificha. Jambo la kwanza, kumbuka, kusamehe sio udhaifu. Hakuna mtu yoyote ambaye aliwahi kusamehe na akaonekana kwamba ni dhaifu. Kusamehe ni ishara ya ushindi katika mafanikio ya mwanadamu yoyote. Kuna jambo moja nataka nikwambie. Jambo la kwanza, wewe Mungu aliweza kufanya maamuzi ya kuweza kukusamehe. Maandiko yanasema kwamba kila mwanadamu alitenda dhambi, na hili linaelezea kwamba baada ya Mungu kuona ulimwenguni kila mmoja ametenda dhambi ama amefanya dhambi kwa Mungu, akamtuma mwanae wa pekee ili aje aweke patanisho kati ya Mungu na yeye, akaleta msamaha wa dhambi. Na hii ndiyo ambayo imekuwa ikitufundisha kila siku kwamba tuna kila sababu ya kuweza kusamehe kwa wale ambao wamekuwa wakituumiza ama wale ambao wamekuwa wakichukua maumivu ya mioyo yetu. Sasa jambo jingine ambalo nataka niweze kuzungumza na wewe, ukitaka uweze kufanikiwa katika maisha ya kwako, jambo la kwanza, achilia. Kama kuna mtu ulimweka moyoni, kama kuna mtu alichukua amani ya kwako, ili uweze kufanikiwa, jambo la kwanza, achilia na samehe kwanza. Lakini jambo jingine ambalo, kwa nini tunaambiwa tuweze kusamehe? Msamaha una nguvu nyingi kwa ajili ya wewe kuweza kupokea baraka zako. Ukisoma maandiko matakatifu, kuna habari ya mwana mpotevu. Mwana mpotevu alifanya maovu mengi. Wakati mwingine alimuumiza baba yake, haijalishi alimuumiza maumivu gani, lakini jambo la kwanza, baba yake alichukua jukumu kwanza la kumsamehe na kuwatuma watu kwamba nitieni mwanangu, mwambieni aje. Na jambo ambalo lilitangulia si kwamba yule ambaye alimkosea baba yake alitangulia kwanza kuomba msamaha. Hapana, hata kipindi alipochukua maamuzi sasa ya kusema narejea kwa baba yangu, alivyomuona tu mtoto wake alituma watu, tayari moyoni alikuwa ashatengeneza msamaha. Na tunaona katika msamaha kuna nguvu ya kupokea uponyaji. Watu wengi wametengeneza utengano kati yao na Mungu kwa sababu tu wameweka watu moyoni. Nikushukuru sana kwa wewe ambao umekuwa ukitutazama, lakini pia nikuombe tu endelea kusubscribe YouTube za kwetu kwa jina la Kuhani Sami, ili tu tunapokuwa tunaweka masomo mbalimbali unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kuyapata. Andika namba ya kwangu, unaweza kuwa leo au hitaji, lakini kumbuka ipo siku utahitaji namba ya Kuhani ili kwa ajili ya kuweza kupata msaada wa kiroho na mafundisho mengine ambayo yapo tayari. Kuna vitabu ambavyo tumeweza kuviandaa kwa ajili ya kwako,
ili kuhakikisha kwamba tunakujaza maarifa, na akili yako angalia isije ikajazwa maarifa ya kishetani, ya kipepo ama mafundisho potofu. Hakikisha unakuwa karibu na YouTube ya kwetu, hakikisha unakuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii, ili pindi tu tunapokuwa tunaweka masomo ya kwetu unakuwa mtu wa kwanza kuweza kuyapata. Andika namba 0627 405002. Hiyo ndio namba ya mtumishi wa Mungu kuhani, na nikushukuru sana. Sema tu hii ni sehemu ya kwanza ya ile somo ambalo nitakuja kuendelea kukuletea, lakini hapa tuweke kituo kwanza, alafu nikirejea nitakuja na mwendelezo wa kwa nini uweze kusamehe na siri 7 za wale walioweza kusamehe na wakafanikiwa. Nitakuja na maelezo yote, lakini nitakuja kukueleza ni kwa jinsi gani watu wanafanikiwa kwa kufanya jambo moja, ishara moja ya kuweza kufanya maamuzi ya kuweza kusamehe. Mungu akubariki sana, tukutane katika vipindi vijazo. Kuhani Sami ndiyo la kwangu jina. Barikiwa.